Kwa juma lote hili tangu tulipoanza siku ile ya Jumamosi na Jumapili kwa siku zote 6, lakini ukijumlisha na siku ya saba ya maana ya Jumamosi tulipoanza, tulikuwa tukiangalia mambo kadha wa kadha ambayo dhamira yake ama shabaha yake ilikuwa ni kutusaidia sisi sote namna gani ambavyo familia zetu pamoja na imani zetu zinaweza zikastawi ama zikamakinika katika ulimwengu wa kidijitali. Ziko mada kadha wa kadha ambazo tulizijifunza tangu siku ile ya Jumamosi, lakini tukaendelea kwa pamoja hata jana. Lakini zote dhamira ama kusudi kubwa ni kumsaidia kila mmoja wetu, muumini mmoja mmoja katika nafasi yako, ima ni baba au ni mama au ni kijana, katika mazingira yoyote yale, tuweze kustawi ama kuwa na familia zenye ustawi katika ulimwengu wa nini? Wa kidijitali. Na huu ustawi unaozungumziwa ni ustawi wa maisha yetu ama ustawi wa kiimani, lakini tuweze kustawi katika maisha pia ya kifamilia kwa maana ya mahusiano. Lakini kwa ibada ya leo na kwa sabato ya leo kwa sasa, ninatamani tusafiri kwa pamoja kuangalia namna nyingine ambayo inaweza ikatusaidia tukaweza kumakinika ama kustawi na kuwa na maisha yaliyo bora, maisha ya kiimani, lakini na maisha ya familia zilizo bora. Bwana Yesu asifiwe. Na mada ndogo ambayo natamani tushiriki kwa pamoja ama somo letu ambalo kwa mchana wa leo ninawaalika sote kwa pamoja kulishiriki, linasema jifungamanishe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jifungamanishe na nani? Ninajua tuko katika ulimwengu ambao unatuvutia na kutushauri na kutuvuta kwa namna ambayo tunatamani kujifungamanisha ama kujifunga katika vitu kadha wa kadha. Maana unapozungumzia habari ya kujifungamanisha ni kwamba wewe ukiwa ni dhaifu ama wewe huwezi, unatamani kujiunga ama kujifungamanisha na kile chenye nguvu zaidi kiweze kukutegemeza. Kwa kadri itakavyowezekana kusafiri kwa pamoja, ni kwa namna gani tunaweza kujifungamanisha ama ni kwa nini tujifungamanishe na Mungu na sio kitu kingine chochote. Marafiki, tuko katika ulimwengu wenye mambo mengi, taarifa nyingi kama tulivyoangalia katika ulimwengu wa kidijitali. Ukitazama kwa mfano mwaka jana mwezi wa 7, yako matukio kadha wa kadha yaliyotokea. Utakumbuka yakiwemo ya bwana mmoja akiwa na miaka 35 ambaye yeye aliamua kutoa uhai wake kwa sababu ya msongo wa mawazo. Lakini mwezi huo wa 7 mwaka jana 2025, tutakumbuka kwamba yupo mchungaji wa madhehebu ya Jumapili ambaye pia na yeye alitoa uhai wake kwa sababu ya msongo wa mawazo, ikafikia hatua akaamua kujiua. Lakini yako mengine ambayo yamejitokeza, ikiwemo mkazi mmoja katika wilaya Mkinga mwenye miaka 35 ambaye yeye alifungwa gerezani miaka 30 kwa sababu tu ya kuzini ama kulala na binti yake kwa kumzaa. Lakini si hivyo tu, yupo mwingine wa miaka 23, yeye aliamua kumuua binti mwenye miaka 19 kwa sababu ya wivu wa kimapenzi. Hizi ni taarifa chache zinazotuonesha ya kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao wakati ambao zamani iliaminiwa ya kwamba mama ama baba anaweza kutumainiwa, mtoto anaweza kumtumainia, maana nikiwa kwa baba niko katika mikono iliyo nini? Salama. Lakini ulimwengu wa leo unatuambia hapana, sio hivyo. Tumaini haliwezi kufaa tu kwa baba, maana hata baba anaweza kumbaka binti yake. Lakini wakati ambao mahusiano ya kimapenzi ilionekana ni kitu kizuri, kinaweza kuleta furaha maishani, haya maelezo yanatuonesha ya kwamba huko nako si salama, maana huyu mwenye miaka 23 anamuoa mwenzake miaka 19 kwa sababu ya wivu wa kimapenzi. Lakini wengi tuliamini kwamba kwa sababu ya kuwa na elimu, maarifa, hatuwezi kuwa na haja au tunaweza tukapata ustawi. Mwaka jana tena miongoni mwa matukio natukumbusha kule Moshi, yule binti aliyekuwa daktari miaka 30, daktari bingwa aliamua kuyatoa maisha yake kwa sababu ya msongo wa mawazo. Kwa inatuonyesha si elimu ama fedha vinavyoweza vikatupa ustawi, maana wenye navyo pia wanaweza wakajinyonga. Bwana Yesu asifiwe. Si katika eneo la chakula. Naelewa wako watu ambao wameamua kupiga hatua, wamefanya matengenezo ya chakula ni vegetarian, hawatumii nyama kwa namna zake. Lakini huko nako tunaelewa mashambani kinachoendelea kwa namna moja au nyingine. Wakati mwingine namna baadhi ya watu wasiokuwa waaminifu, maana hata hizo mboga zingine za majani nazo si salama. Hilo linatukumbusha twende wapi palipo salama. Mashuleni tulipoamini palikuwa ni bora sana, yako maeneo kadhaa tumesikia watoto wakati mwingine mwanafunzi wa shule ya msingi amelautiwa na mwalimu,
maana hizo nazo zimesikika masikioni mwetu. Swali linakuja, ni wapi palipo salama? Ndio maana nawaalika kwa namna nyingine, tena kwa mara nyingine, kuzitazama sababu kubwa tatu. Zinaweza zikawapo nyingi sana, lakini ninakualika kushiriki kwa pamoja na mimi sababu tatu za kwa nini mimi na wewe tujifungamanishe na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kwanza, kwa nini mimi ama kwa nini uamua kuyafungamanisha maisha yako na Mungu? Kwa sababu Mungu anaujua mwisho tangu mwanzo. Kwa mujibu wa kitabu cha Isaya ile sura ya 46 na mstari ule wa 9, tutasoma na mstari wa 9 na 10. Isaya 46 mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema maneno haya: kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Neno la Mungu linatukumbusha na kutuonesha ya kwamba tunamwabudu Mungu, ama ni vyema ama ni heri ya kufungamanisha maisha yetu na yeye, kwa sababu Isaya anatuonesha ya kwamba yeye ni Mungu wala hakuna Mungu mwingine kama nani? Anasema yeye ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama yeye. Anaenda fungu la pili. Kwa nini anasisitiza kwamba hakuna mwingine wa kufanana na mimi? Maana fungu la 10 linatupatia jawabu ya kwamba ni Mungu anayeweza kutangaza mwisho tangu wapi? Tangu mwanzo. Yaani kwa lugha nyepesi ya kwamba kwa Mungu hakuna dharura, maana kesho yako ni jana kwa Mungu. Leo ilikuwa, yani unapowazia kesho itakuwaje, Mungu amekwisha kuona itakavyokuwa kwa kadri inavyowezekana. Hakuna kingine kinachoweza kikawa bora zaidi ya huyu Mungu ambaye anaweza kuona mwisho tangu wapi? Tangu mwanzo. Na miongoni mwa mambo ambayo yanatuthibitishia Mungu huyu ambaye anauona mwisho tangu mwanzo, unaposoma katika kile kitabu, unaposoma katika Biblia, inatuonesha kwamba mpango wa ukombozi uliweka kabla ya kuwekwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Si ndivyo Biblia inatuambia? Ndiyo maana wakati Mungu anamfinyanga Adamu, wakati baadaye anapokuja kumtengeneza Hawa, alimtengeneza kwa namna ambayo saa itakapohitajika kumtumia yeye kwa ajili ya kuzaliwa kwa mtoto wake haitampa shida. Kwa akamtengeneza mwanamke kwa namna ya pekee ambayo tumbo lake anaweza kubeba mtoto akamhudumia kwa chakula, lakini kwa habari ya damu ya mama na mtoto havichangamani. Kwa Yesu anakuwa katika tumbo la Mariamu mama yake, anaishi siku zote alizokaa tumboni, lakini damu ya mama na mwana havikuchangamana. Kwa Yesu anapita katika tumbo akihudumia kwa chakula, lakini damu yake inabaki kuwa salama, maana haikuwa contaminated, haikushirikiana na damu ya nani? Ya mama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mwenye HIV positive, madaktari wanatuambia, najua mnafahamu, akibeba ujauzito aidha mtoto anaweza kupata maambukizo wakati wa kufanyaje? Wa kujifungua, lakini kitumika njia iliyo salama, mtoto atakuwa salama. Kwa Mungu alitengeneza tumbo la mwanamke kwa namna ambayo baadaye miaka 1000 atahitaji kulitumia na hatapata shida yoyote. Wakati ambao nawazia maisha yangu, afya yangu itakuwaje kesho, na inafikia hatua unashindwa hata kuja kwa ibada, wakati fulani unachoka, unashindwa kufanya nifanyeje, ninakukumbusha tunamwabudu Mungu, na kadri itakavyowezekana kuyafungamanisha maisha yako na Mungu anayejua mwisho tangu wapi? Tangu mwanzo. Ndio maana Daudi katika kitabu cha Zaburi 139 anatupatia picha halisi ya hili, ya kwamba Mungu tunayemwabudu anaujua mwisho tangu mwanzo. 139 fungu la 16 anasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Yaani macho ya Mungu yalimuona kabla hajaumbika katika tumbo la mama yake. Na anasema chuoni mwako. Baadhi ya wale ambao mnatumia tafsiri za lugha ya mkoloni, wengine wamesema on your book, lakini neno hilo hilo ambalo limetafsiriwa kama chuoni mwako, kama kitabuni mwako, laweza kufasiriwa kama on your document ama scroll. Kwa lugha nyingine ni kwamba kabla ya mimba haijatungwa, Mungu amekwisha kuandaa mpango kazi kwa ajili ya maisha yako. Na hili linaonyesha kwamba si kwa duniani kwa hati ya dharura, ila kwa sababu Mungu alikusudia na akawekeza ndani yangu kwa karne hii na kwa sasa
iko kazi ambayo unapaswa kuifanya, na hiyo sio nyingine, ni kuendelea kuyafanya maisha ya watoto wake kuendelea kustawi, lakini kuendelea kufanya jina la Mungu kuendelea kutukuzwa. Na kwa kadri inavyowezekana, kila mtoto wa Mungu aliyekuja kwa ibada, Mungu anacho kitabu juu ya maisha yake.